Mitambo 15 ya kisasa ya uchenjuaji imenunuliwa na serikali kwa lengo la kuwawezesha wachimbaji wadogo kupata kipato na kujikwamua kiuchumi, na kwamba wachimbaji hao wametakiwa kujiunga katika vikundi ili waweze kunufaika na fursa hiyo. Hayo yamesemwa Jumapili Mei 4, 2025 na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye kijiji cha Chingumbwa, kitongoji cha Namungo, wilaya ya Ruangwa huko mkoani Lindi. Akizungumza amesema serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza kwenye uchimbaji wa madini na hasa kwa wachimbaji wadogo ili kila mmoja apate namna ya kujipatia kipato cha kujikimu. Ndugu wachimbaji wadogo mlioko hapa, endeleeni na jukumu lenu la uchimbaji. Serikali inafungua mianya. Moja, tumeamua maeneo yote ya madini yaliyochukuliwa leseni na watu kwa muda mrefu na wafanyii kazi, serikali inanyang'anya maeneo hayo na kupima upya na kugawa kwa wachimbaji wadogo. Kwenye hili nitoa wito afisa madini wa mkoa kuendelea kubaini maeneo yenye madini, tuyatambue na tutoe leseni zaidi kwa wachimbaji wadogo na wenyewe wajipatie kipato kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Mbili, wachimbaji wadogo, serikali imenunua mitambo 15 itakayoisambaza kwenye maeneo ya wachimbaji. Mitambo hii ni ya kuchenjua kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Kwa hiyo wito wangu kwenye eneo hili, pamoja na mwajiri huyu, lakini najua kuna machimbo mengine yako maeneo ya Namkajira na Mkonjera, lakini kuna maeneo mengine yako na Mgurugai, kuna maeneo mengine yapo Chunyu na Mikulo, lakini kuna machimbo sasa hivi yamegundulika Mandawa, lakini kuna machimbo pia yako Ngao. Jiungeni kwenye ushirika ili tunufaike na zoezi ambalo Dr. Samia Suluhu Hassan na kutuzulia mitambo ya kuchenjua uweze kuchenjua huko mliko. Dr. Samia oye! Pia akizungumzia sekta ya barabara, Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa serikali inaendelea na mpango wa kuziboresha barabara mbalimbali katika wilaya ya Ruangwa ili kuziwezesha kupitika wakati wote na hivyo kuwafanya wakazi wa maeneo hayo kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi. Barabara yetu kutoka Namungo mpaka pale na Unambe mwaka huu wa fedha itajengwa kwa kiwango hiki cha changarawe, lakini itapanuliwa pia. Lakini mchakato unaendelea wa kupanua na kuimarisha barabara hii ili iweze kupitika kwa urahisi, na kwa hiyo eneo hili litakuwa tayari liko kwenye mpango wa barabara ambao tayari TARURA wamewekea makadirio ya fedha, na hiyo ameieleza kwamba tayari uwekezaji wake hatua zimeshakamilika zote. Sasa ni kupata mkandarasi aanze kuweka lami kutoka Ruangwa mpaka na Michiga kilomita 21, na hiyo ni safari ya kuelekea Kiranjeranje kupitia na Njirinji. Na nataka niwaambie, tunapoomba kukiwa kuna miradi mingine, leo Ruangwa tuna mradi wetu unaendelea na Nganga Ruangwa na Chingwea. Tayari tuna mkandarasi kwenye daraja la Nambilanje ambalo lilibomolewa na mafuriko. Mkandarasi yuko tayari tuna mkandarasi wa kujenga daraja la Nakiu refu pale. Tukishamaliza madaraja mawili hayo, tukiomba lami kutoka na hapa na Michiga inapita na Milanje kwenda na Njirinji kwenda mpaka Kiranjeranje barabarani, inakuwa rahisi. Kwa hiyo tunakwenda hatua kwa hatua. Ama kwa upande wake, kaimu meneja wa TANESCO mkoa wa Lindi Emmanuel Sengwaji amesema kuwa wataalamu wa idara ya miradi mikubwa kutoka TANESCO wamefanya uhakiki wa mahitaji ya umeme katika mkoa wa Lindi kutokana na ongezeko la wawekezaji katika mkoa huo. Idara ya miradi mikubwa, wataalamu hawa walifika mkoa wa Lindi siku ya Alhamisi
lakini lengo lao kubwa la kufika mkoa wa Lindi ilikuwa ni kuhakiki mahitaji ya uhitaji wa umeme katika mkoa wetu wa Lindi. Mwaka jana tuliomba TANESCO makao makuu kwamba mahitaji ya mkoa wa Lindi kwa sasa yameongezeka. Uhitaji wetu wa umeme ni mkubwa kwa kuwa tuna wawekezaji wakubwa ndani ya mkoa wetu wa Lindi. Kwa hiyo tuliomba tujengewe laini ya gridi ya taifa itakayotoa umeme kutoka Masasi kuja hadi Ruangwa pale Kitandi, na umeme huo uweze kusambazwa maeneo ya uwekezaji. Moja ya maeneo ya uwekezaji ambayo tuliomba yapatiwe umeme huu wa gridi mkubwa ni eneo hili la Namungo. Kwa hiyo tumefanya upembuzi, tuna ujenzi wa kilomita 28.4 kutoka Kitandi kuja hadi hapa Namungo. Laini hii itajengwa na itakuwa ni umeme unaosafirisha moja kwa moja kutoka Kitandi kuja hadi hapa Namungo. John Israeli wa Banda Media.